Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kunipa neema na kibali niweze kusimama mbele yenu siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mtume Furaha kunipa nafasi nisimame na niseme na nyie siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mchungaji kiongozi mchungaji Ana kunipa nafasi hii kuniombea hata niweze kusimama mbele yenu siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wana maombi na kanisa zima. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kumsalimia jirani yako. Mwambie karibu imani mwa Bwana. Sioni tabasamu la mwana. Mungu aliyenipa neema siku ya leo. Tunaendelea na somo letu lililokuwa linasema kuhusu mrithi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tulio kuwepo ile Jumapili iliyopita, Jumapili ya tarehe 11, tuliangalia habari ya mrithi kwa upande wa kimwili, na tukamwangalia mrithi wa ahadi ambaye tulimwangalia Isaka kwamba ni mrithi wa ahadi kutoka kwa ahadi ya baba yake Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tutapitia kwa haraka mrithi wa pili upande wa kimwili ambaye ni Yakobo, ambaye yeye alirithi kwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona urithi wa ahadi ni mtu anayerithi kwa ahadi kwamba ameahidiwa kitu na atapokea. Bwana Yesu asifiwe. Na kila aliyeahidiwa alipokea. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba Isaka ahadi ambayo baba yake aliahidi na aliyokuwa ameahidiwa na Mungu aliipokea. Lakini tunaangalia mrithi wa pili, huyu ni Yakobo. Yakobo anapokea haki ya uzaliwa wa kwanza kutoka kwa ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa ya kwake yeye kwa sababu hakuwa wa kwanza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haki ni nini? Haki ni kile kitu ambacho umekusudiwa kukipewa wewe na ni lazima ukipate. Yaani hata kama watu hawataki, ikiwa ni haki yako utapata tu. Hata kama watu hawataki uinuliwe, kama ni haki yako kuinuliwa utainuliwa tu. Hata kama kuna namna ambayo imezuiliwa, kwa sababu ni haki yako lazima utaipata. Bwana Yesu asifiwe. Mnakuwa wapole kuitikia. Ukiangalia katika Mwanzo 25, Mwanzo mlango wa 25 mstari wa 29 mpaka 34, tunamwangalia Yakobo. Mwanzo 25 kuanzia mstari wa 29 mpaka 34, neno la Mungu linasema, Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, inanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akadharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunasema kwa habari ya mrithi kimwili, na tunaangalia, tumeacha ahadi, tunaenda kwenye urithi wa haki. Tunaona hapa Esau alikuwa mrithi wa haki. Haki ya uzaliwa wa kwanza ilikuwa ya kwake. Na kwenye uzaliwa wa kwanza yako mambo mengi, ziko baraka nyingi ambazo zimekusudiwa kwa mzaliwa wa kwanza. Lakini tunaona neno la Mungu linasema kwamba Esau yeye alikuwa mtu muwindaji, na Biblia inasema ameenda kwenye mawindo yake, ameenda kutafuta kwa kiwango alichotafuta, alafu amerudi hajapata chochote. Lakini Biblia inasema Yakobo alikuwa ni mtulivu, mtu akae nyumbani, ambaye anafanya kazi za nyumbani, na katika kufanya kwake kazi yeye alikuwa amejihifadhia. Muwindaji kazi yake yeye huenda kutafuta, kuna kupata au kukosa. Kwa nini? Anaondoka asubuhi anakwenda kuwinda apate chakula siku hiyo. Sasa siku hiyo ameondoka ameenda kutafuta, amekosa. Lakini yule mkulima mtulivu aliyekaa nyumbani, yeye alikuwa na vya kwake, amelima, amewekeza, amehifadhi. Kwa hiyo yeye njaa haiwezi kumtesa. Tunaona ndugu yake ameenda kutafuta, amerudi, ana njaa, anakaribia kuzimia kwa kuzunguka, jua ni kali, na alichokitafuta hajapata, amechoka. Anafika anamkuta ndugu yake Yakobo amepika chakula kizuri cha dengu. Anaangalia, anakaribia kufa, anamwambia, ndugu yangu sikia, ninakaribia kufa, nipe chakula kidogo nile.
Yakobo anamwambia, ili nikupe ninachotaka kwako, uniapie kwamba unanipa haki yako ya urithi wa kwanza, haki yako ya wewe kuwa mkubwa unipe mimi, ili mimi nipokee hiyo haki, hiyo thamani ya kuwa mkubwa niipokee iwe ya kwangu, alafu mimi nikupe chakula. Lakini ukiangalia kuanzia pale juu kwenye kitabu hiki cha Mwanzo, utaona wakati hao watoto wakiweko tumboni, maana walikuwa mapacha, wakati yeye Esau anaanza kutoka, anatangulia, Yakobo alikuwa anang'ang'ania kisigino. Kwa hiyo Yakobo alikuwa anaitafuta haki kuanzia akiwa tumboni, na ilivyoshindikana kuipata akiwa tumboni, bado aling'ang'ana. Kwa nini? Uzalio wa kwanza ulikuwa haki yake, ni kwamba Esau tu alitangulia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza ukatanguliwa na mtu kimaisha, unaweza ukatanguliwa na familia yako kimaisha, wanaweza wakakutangulia wakaja mbele yako wakafanikiwa kabla yako, lakini kama Mungu ameandika kwamba haki yako ni mafanikio, utapata tu hata kwa kuchelewa. Hata kama wamesema huyu hana lolote, kwa sababu imeandikwa wewe una haki ya kufanikiwa, wewe una haki ya kuwa tajiri, wewe una haki ya kuwa mshindi. Kuchelewa kusikutishe, haki yako itakuja tu, na aliyechukua haki yako kuna siku moja ataiachia tu. Wakati Esau ametangulia, alijua yeye ni mkubwa na Yakobo ni mdogo, wala hawezi kumwambia kitu. Lakini Biblia inasema Esau ameenda kutafuta. Namna ya Esau kutafuta ilikuwa tofauti na namna ya Yakobo. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, namna yako ya kutafuta ni tofauti na namna ya wana wa dunia. Lazima namna yako ukitafuta ufanikiwe tu, lazima kiwango chako kipande tu, lazima baraka zako zikufuate tu. Hata kama zitachelewa, zitakuja hapo ulipo. Kwa nini? Yuko unayemwangalia ambaye anatafuta kwa ajili yako. Biblia inasema baada ya hapo Yakobo anaenda anapata haki ya mzaliwa wa kwanza aliyokuwa anaitafuta kuanzia akiwa tumboni kirahisi sana. Unajua kuna hasara ya watu wanaoondoka wakisema ninakwenda tafuta, ninakwenda katika mawindo, ninaenda kuwinda, wenda leo nikapata kazi, wenda leo nikapata kibarua, lakini kwenye ufahamu na akili yake hajatarget anaenda kutafuta nini. Hicho ndicho alichokuwa nacho Esau. Anaenda porini kutafuta mawindo asiyoyajua, anaenda kumtega mnyama asiyemjua ambaye hajamfuga, hajatengeneza situation ya kupata kile anachotaka, hajatengeneza mazingira ya kwenda kuwinda. Na kwa sababu yeye anaenda tu kwamba atapata, anajua kwamba akienda atapata tu, kwa sababu lile pori liko na wanyama wapo, akikosa wanyama atapata ndege. Sikiliza nikwambie tena, Biblia inasema baba yake alikuwa anampenda kwa sababu alikuwa mwindaji. Ule upendo ambao mzazi ameweka kwa yule ndugu yako ukaonekana kwamba wewe sio kitu, ni wa muda tu. Ule upendo ambao bosi wako ameweka kwa yule mfanyakazi mwenzako, wewe ukaonekana sio kitu, ni wa muda tu. Mwambie atulie, maana haki yako inakuja. Wakati wa kwako kuinuliwa ukifika, hakuna atakaye kushusha. Maana wanasema huwa haki inakaa na mtu milele, na haki ya mtu ni ya mtu, haibadiliki hata siku moja. Ahadi inaweza ikabadilika, naweza nikakuahidi nakupa pesa nisikupe pesa, lakini haki yako itabaki pale pale, na haki yako ni lazima uipate, haizuiliwi na mtu yoyote. Haki ambayo Mungu ameahidi kukupa lazima upokee, maana ni ya kwako. Alikuumba akasema ninakuleta duniani wewe ni mbarikiwa. Ni haki yako kubarikiwa, lazima ubarikiwe. Hata kama watafunga na kuomba, hata kama watapanda milimani, hata kama wataenda kwa waganga, hata kama watafunga malango yako, hata kama watazuia biashara yako, haki yako ni ya kwako, lazima utafanikiwa tu. Iwe mchana au usiku, lazima ufanikiwe. Kwa nini? Ni haki yako. Umeahidiwa toka. Yakobo alijua haki yake toka akiwa tumboni kwa mama yake. Akajua huyu jamaa ananitangulia, lakini sio haki yake kutangulia. Wewe muache aende, lakini kimaisha ataka anitangulie. Na alipotambua hivyo aling'ang'ana. Ndio maana alipofika kwenye ardhi alijua ardhi umeibeba haki yangu. Siendi kutafuta mawindo, natafuta haki yangu kwenye ardhi. Natafuta mafanikio yangu kwenye ardhi. Natafuta kuinuliwa, maana tuko hapa. Na alipotambua hilo alikaa chini akatulia. Alipokaa chini akatulia, milango ilifunguka. Aliyebeba haki yake alirudi mwenyewe. Aliyebeba haki yako atakuja mwenyewe. Utamtafuta, anakuja kukutafuta mwenyewe. Atakuja akikwambia hili duka limenichosha. Una pesa ni